Dini mbalimbali, amani, haki na upendo. Kwa jina naitwa Sheikh Isa Kwezi, ni shekhe wa mkoa wa Simiyu. Ndugu zangu viongozi wa dini, mashekhe, wachungaji, maaskofu, mapadri, amani inaweza ikaletwa kwa njia mbalimbali. Mimi nizungumze katika njia mojawapo ya kuleta amani katika maeneo yetu, ni kusikia na kutii, hasa mamlaka. Kusikia na kutii kuna kulazimu wewe raia wa Tanzania au raia wa sehemu yoyote, ili uweze kudumisha amani katika eneo lako. Kutosikia na kutii kunaleta machafuko. Sisi upande wa Waislamu, kiongozi wetu Mtume Muhammad SAW anatuambia, alaikum bisam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaikum abdu habashi. Ninakuhusieni juu ya kusikia na kutii, hata ikiwa kama yule kiongozi anao waongozeni, mnaotakiwa kumtii ni mtumwa. Mtumwa ni mtu ambaye kipindi cha nyuma alikuwa si mwenye thamani. Yani mtumwa ni yule mtu ambaye alikuwa anaweza kuuzwa na kununuliwa. Ni mtu lakini anaweza kuuzwa na kununuliwa. Kwa hiyo hadhi yake na heshima yake ilikuwa chini, lakini huyo ndio Mtume akamtolea mfano, akasema hata kama mtu wa namna hiyo ndio kiongozi wenu, mnatakiwa mumsikie na kumtii. Na nafikiri kwenye Warumi pia 13 kuna maandiko yanasema unatakiwa kutii mamlaka, kwa sababu hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Sasa ukiona wewe kazi yako ni upinzani, maana yake hicho ni kiashiria mojawapo cha kuvunja amani ya nchi hii. Na wewe kama msikitini au kanisani, unatakiwa uwe na waumini ambao wanakusikia na kukutii. Waumini wasio kusikia na kukutii ni wapinzani ndani ya kanisa au ndani ya msikiti. Kwa hiyo hawa wataweza kuhatarisha amani ya ibada. Halikadhalika hivyo hivyo kwenye nchi, kiongozi anatoa mwelekeo, katiba imetoa mwelekeo, panatokea watu kazi yao kutosikia na kutotii, maana yake wanakwenda kuiharibu amani ya nchi yetu. Tunatakiwa kusikia na kutii. La pili, la mwisho, ndugu zangu, kuna watu ambao wanataka kuvunja amani kwa kisingizio cha maisha magumu. Kwamba yani maisha magumu ndio kiwe kisingizio cha kutaka kuvunja amani. Lakini huyu anayesema maisha magumu ni kijana aliyezaliwa 2000 mpaka leo ana miaka 25. Taifa lina zaidi ya miaka 60. Maisha yote karibia miaka 40 hakuyaona. Haya maisha yake, amezaliwa mwaka 2000 mpaka anapata akili angalau kujua sasa na mimi ni binadamu, imepita miaka 10 na. Kwa ana miaka michache tu ndio ameona hali ya nchi ilivyo. Lakini bado anasema maisha magumu. Awaulize wazee walikotoka, watamsimulia maisha ya sasa na maisha yale ambayo hakuyaona yeye. Ndio watampa tafsiri nzuri ya maisha gani mepesi, maisha gani rahisi na maisha gani magumu. Kijana 2000 unasema maisha magumu, ya nyuma uliyaona? Watu wamefulia nguo majani ya mapapai, wewe ulikuwepo? Haukuona. Watu wamepanga mawe kwenye duka la kijiji wakisubiri kununua sabuni, wewe ulikuwepo?
Kipindi cha nyuma mtu akiwa na shati 5 kwenye sanduku ni tajiri. Wewe ulikuwepo? Watu tumekwenda shuleni miguu peku bila viatu na tukakaguliwa usafi na akapatikana mchafu na msafi. Ulikuwepo? Kwa hiyo tunaposema kwamba hawa vijana wanatakiwa wawasikilize wazee, wawasikilize wazee, watoe direction ya maisha ya nchi yetu ya Tanzania. Pametokea nchi jirani hapo, kuna watu wametoka gorofani wakaenda kuishi kwenye nyumba ya turubali. Turubali la 3,000. Kwa sababu nchi imechafuka, mtu anakwenda kupata hifadhi kwenye nyumba ya turubali la shilingi 3,000, kaacha gorofa. Kuna watu pale Palestina, watu wamekula michanga na fedha wanazo. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Jamani, ndio uzuri wa kamati zetu hizi.